ya Mungu kuwa ameumba mwanadamu kwa sura na mfano wake, Yeah. baadaye aligundua weakness kwamba ametengeneza kitu ambacho hataweza kukiongoza tena, yaani kimekuwa Mungu kama yeye. Ambacho ni nani? Ambacho alikuwa ni huyo mwanadamu aliyokuwepo kipindi hicho. Sasa Ndio sasa Mungu tena mwenyewe anakaa na kuseti namna ya kutafuta udhaifu kwa hicho kiumbe ambacho kilikuwa ni mwanadamu mfano wa Mungu, ili kisiendelee kuwa mfano wake. Ndiye Mungu sasa anakuja pale Eden katika umbo la nyoka na sio shetani kama inavyosadikika. Kwa hiyo ni kwamba Mungu alikuwa anatafuta udhaifu wa binadamu abaki kwa asiwe Mungu kama yeye. Exactly, kwa sababu mwanzo hapo alimuumba kwa sura na mfano wake. Kwa hiyo yule mwanadamu aliyekuwepo kipindi hicho hakuweza kufa kama Mungu ambavyo hawezi kufa. Lakini ukirejea kwenye maandiko ni kwamba kwenye Biblia anasema kwamba wakati Mungu anatoa tahadhari kuhusu lile tunda la mti wa katikati, si ndio? Au matunda ya mti wa katikati, alisema kwamba pindi utakapokula hakika utafanya nini? Utakufa. Ndio. Na tunamuona shetani anaenda pale akimwambia kwamba bwana, yule sio shetani, kwanza ni Mungu. Ni Mungu. Lakini anyway tuendelee kwamba lakini Biblia imesema ni shetani. Sawa, hamna shida. Tuendelee. Kwa njia ya nyoka. Sawa. Labda unatuaminishaje kwamba yule hakuwa shetani na ni Mungu? Alikuwa ni Mungu, alikuwa ni Mungu mwenyewe, hakuwa shetani, kwa sababu tukikaa upande wa kusema kwamba alikuwa ni Mungu, basi tutagundua Mungu ni dhaifu. Nitakuuliza, Mungu alikuwa wapi wakati ambao shetani ameweza kwenda pale na kufanya ushawishi? Alikuwa wapi? Manake hakuwa anamuona yule mwanadamu. Angali maandiko hayo yanasema yeye anamtazama mwanadamu masaa yote. Wapi? Yaani yeye maana yake